Leo nataka nikufundishe kitu ambacho Mungu amenipa neema na Roho Mtakatifu ameniongoza. Leo tunaenda kuangalia ndoto au maono 13 unaelekea kwenye utukufu mkubwa wa Mungu ila bado haujajua. Kusoma Isaya 61, maandiko yanasema inuka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Lakini pia ukisoma kitabu cha Yohana 6:63, maandiko yanasema maneno yake ni roho tena ni uzima. Sasa kwenye safari ya maisha yako kuna wakati Mungu anakuonesha kwamba safari yako sasa imefika hatua ya kuanza kutembea katika utukufu, baraka na neema za Mungu. Lakini wengi kwa sababu hatujui, hatufahamu, tunatembea gizani, basi misingi ya nchi inatikisika na tunashindwa kupata kile ambacho Mungu amekiandaa. Lakini maandiko yanasema Hosea 4:6, maandiko yanasema watu wa Mungu wameangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo unapokosa maarifa kama haya, na Mungu anaweza kukukataa usiwe kuhani wake, na anakataa watoto wako. Kwa Mungu anahitaji watu wenye maarifa, kwa sababu ukikosa maarifa ya kimungu, shetani atatumia huo mlango kukuharibu. Kuna wakati muda mwingine Mungu anasema na wewe kupitia ndoto na maono na anakupa maelekezo mazuri, lakini kwa sababu ya kutojua au kutofahamu unashindwa kutetea baraka zako kiroho, au unamruhusu shetani na anakutesa, unahisi kama ni jambo ambalo ni baya, kumbe lilikuwa ni zuri na lina malengo mazuri kwenye maisha yako. Kwa hiyo kile usichokijua rohoni, shetani atatumia advantage hiyo kukuibia au kukuharibia. Lakini kile unachokijua ina maana umemshinda shetani. Kwa hiyo tunaweza kumshinda shetani kwa maarifa makubwa ya kimungu, na tunaweza kumkosa Mungu kwa kupoteza maarifa ya kimungu na shetani akachukua nafasi. Sasa ndoto ya kwanza inayoonesha unaelekea kwenye utukufu mkubwa wa Mungu na kuna mambo makubwa yatatokea kwenye ulimwengu wa roho na wa mwili, huenda haujajua. Ndoto ya kwanza, unapokea taji au nguo mpya. Unapoona unapokea taji, jua moja kwa moja Mungu anakutukuza. Ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 4 mstari wa 1 mpaka 11, tunaona kwenye kiti cha enzi kimezungukwa na viti 24, ambapo kuna wazee 24, na wale wazee 24 wamevaa mavazi meupe na wana mataji ya dhahabu vichwani mwao, ikionyesha utukufu, lakini mavazi yakionyesha utakatifu. Kwa hiyo hilo ni jambo Mungu analizungumza. Lakini nguo pia inaweza kuonesha heshima, inaweza kuonesha ukuhani, inaweza kuonesha ufalme, inaweza kuonesha utukufu pia wa Mungu. Lakini cha pili, unashangaa unapanda ngazi au mlima au daraja, unapanda juu. Pale Mungu anakuonesha utafika mbali, utatukuzwa na utatukuka. Sasa kuna wengine wanaweza kuona wanapanda na mvua inanyesha, sasa hiyo ni nzuri zaidi na zaidi. Au wengine wamefika mpaka kileleni, wanaona unavuna karanga, unaona unavuna mahindi, au kuna kitu nakipokea. Au wengine wanaona wana gari kule, magari mazuri meupe, ina maana wamepokea huduma kwenye mlima wa Mungu. Maandiko yanasema kwenye mlima wa Mungu au Jehova Jire, kwenye mlima wa Mungu itapatikana. Lakini kitu cha tatu ni mwanga unakuzunguka au unatoka kwako. Tunaangalia kwenye kiti cha enzi, soma kile kitabu cha Ufunuo 4:1 mpaka 11, tunaona kiti cha enzi kimezungukwa na mianga, mithili ya zumaridi, mianga mingi sana Lakini pia tunaona Yesu Kristo ni nuru. Ukisoma kitabu cha Yohana 1:1 mpaka 14, anakuambia ndani ya hilo neno ndimo ulimo kuwemo uzima, na ule uzima ulikuwa ni nuru ya watu, na hiyo nuru yang'ara gizani, wala giza halikuiweza. Lakini ukisoma pia kitabu cha Mathayo 5 mstari ule wa 14 na 15 na 16, anakuambia ninyi ni nuru ya ulimwengu. Lakini pia anakuambia vivyo hivyo nuru yenu iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu na wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. 4 ni ndoto unapakwa mafuta na mtumishi wa Mungu. Kisoma kitabu cha Kutoka 40 mstari wa 1 mpaka wa 9, tunaona vitu vya ajabu sana. Tunaona Musa anampaka mafuta Haruni na watoto wake ili waweze kuhudumu katika madhabahu ya Bwana. Lakini tunamuona Samueli akienda kumpaka mafuta kwanza Sauli awe mfalme, lakini pia tunamuona anakuja kumpaka mafuta anakuja kumpaka mafuta Daudi.
Sasa mafuta ni ishara ya Roho Mtakatifu. Lakini pia ukisoma kile kitabu kitakatifu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 38, maandiko yanasema naye Mungu akampaka mafuta Yesu Kristo wa Nazareti, akaenda akiziharibu kazi za ibilisi, akiponya magonjwa ya kila aina na udhaifu, na akitenda mema kwa sababu Mungu alikuwa upande wake. Lakini pia tunaona kwenye kitabu cha Yohana wa kwanza sura ile ya 2 mstari wa 20 mpaka 28, anakuambia mafuta uliopakwa yanakaa ndani yako, wala hakuna haja ya mtu kukufundisha. Kama yanavyokufundisha, kaa ndani yake, ili atakapodhihirishwa mwana wa Mungu, ili usiweze kuchanganyikiwa na kukosa mwelekeo. Na mafuta yale ina maana ni Roho Mtakatifu mwenyewe atakayeweza kukuongoza na kukufundisha zaidi. Lakini kitu cha 5, unaweza kuona pia unawekewa mikono na mtumishi wa Mungu, nabii wa Mungu ambaye unamwamini. Ina maana ni ishara Mungu atakutukuza, na ishara Mungu anataka kukusimika na kukufanya mkuu. Lakini pointi nyingine ya 5, unashangaa unapokea ufunguo mpya. Unashangaa unapokea ufunguo mpya, na ukifuatilia vizuri kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 16 mstari wa 18 19, anakuambia na wewe ndiye Petro, na juu ya mwamba huu nalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitolishinda. Ninakupa wewe ufunguo wa kufungua ufalme wa mbinguni. Kila utakachokifunga duniani kitafungwa mbinguni, na utakachokifungua duniani kitafunguliwa mbinguni. Kwa hiyo ufunguo ni ishara ya mamlaka. Lakini ukisoma kitabu cha Isaya 22:22, anakuambia Yesu Kristo ni ufunguo ambao ukifunga hakuna anayeweza kufungua, na akifungua hakuna anayeweza kufunga. Lakini 6, unashangaa unapaa angani au hewani bila vizuizi vyovyote. Maandiko yanasemaje? Tunaona maandiko yanatuzungumzisha juu ya kupaa kwake Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa anapaa mbinguni. Na sisi tunapoona tunapaa juu, tunawashinda maadui, na maana ni ishara ya kutukuzwa na kuinuliwa, ili kushinda mauti, kushinda dhambi, kushinda vikwazo. Yesu Kristo baada ya kutukuzwa akaondolewa mwili wa kibinadamu, ukawa mwili wa utukufu. Ila maana aliweza kuwa anafanya vitu visivyo vya kawaida. Alikuwa na uwezo wa kuingia ndani ya nyumba bila kufungua milango. Aliweza kupaa angani bila tatizo lolote. Alikuwa anaweza kuwatokea watu na kupotea kirahisi. Kwa hiyo ni ishara Mungu amekuinua na roho yako Mungu ameitukuza. 7, unashangiliwa na watu wengi kwenye umati wa watu au publicly. Unashangaa kwenye ulimwengu wa roho, unaona unashangiliwa, unakubarika, una kibali. Wengine wanaweza kuona wanapanda kwenye gari, watu wanawashangilia. Wanaweza kuona wapo sehemu, watu wanawashangilia. Basi Mungu anakuambia atakutukuza na atakufanya baraka kati ya mataifa. Kwa hiyo usipochoka, usipokata tamaa, ukazidi kutengeneza tabia yako njema, ukazidi kutengeneza kimo chako, ukazidi kuongeza maarifa ya kimungu, basi Mungu atakutukuza kile kiwango unachokiona kwenye ulimwengu wa roho. Wengi Mungu ametuonesha vitu, lakini ndoto zimebaki kama historia na hazitimii, kwa sababu muda mwingine hatutengenezi maisha yetu na kupata maarifa stahiki kubeba ule utukufu Mungu aliyotuandalia. Hapo ndipo tunaweza kusema Mungu ni muongo, lakini Mungu hajawahi kuwa muongo. Ndio maana Habakuki 2:2 mpaka 3 anasema ile njozi aliyokuonesha wewe iandike kwenye kibao, iweke wazi, itatimia. Hata kama ikichelewa wewe ingojee, haitosema uongo. Mungu huwa hasemi uongo. Tunaona Yusufu alioneshwa ndoto akiwa mtoto kabisa, lakini baadaye tunaona ile ndoto ya kuja kusujudiwa na nyota 12 na jua. Tunaona baba yake na watu wenzake 11 wanakuja kumsujudia kule Misri na kuwarisha. Kwa hiyo ndoto ilikuja ikatimia, hata kama ilipeleka muda mrefu sana. Lakini pia kuna ndoto zinazoweza kutimia kwa muda mfupi, lakini kuna ndoto zitaenda kwa muda mrefu kidogo. Lakini kuna ndoto nyingine zitapitia kwenye majaribu mengi ili ziweze kutimia. Kumbuka ule utukufu mkubwa ulionao ndio majaribu mengi na makubwa utakayopitia. Lakini ule utukufu mdogo ambao utakuwa nao ndio majaribu madogo utakayokuwa nayo. Kumbuka majaribu ni mtaji wa kuongeza imani na kushinda na kutukuka, kama tukiyachukua kama changamoto na njia ya kutuinua. Lakini kitu cha 8 ni unashangaa maji yanatiririka
Unapoona kwenye ulimwengu wa roho, labda unaona tepu ya maji, au muda mwingine unaona maji masafi yanatiririka, basi ni Mungu anakuambia atakubariki, atakutukuza. Na maana hizo ni ishara za baraka. Maandiko yanasema aliye na kiu aje anywe, na mito ya maji itamiminika, itabubujika uzima wa milele. Kwa hiyo ni ishara ya Roho Mtakatifu kutaka kukuinua na kukufanya mkuu sana. 9, unashangaa unatembea kwenye mvua, basi Mungu anaonesha atanyesha mvua ya baraka kwenye maisha yako. Mvua ni ishara ya baraka. Maandiko yanasema nanyi nitawanyeshea mvua ya baraka. Kwa hiyo mvua, kama ukiona ni mvua nzuri ambayo haileti uharibifu, ina maana sio laana. Lakini ukiona mvua inachanganya na damu na mawe, inaharibu vitu kama ile iliyonyesha kwa Farao au iliyonyesha siku ile ya Nuhu, basi hiyo ni laana. Lakini kama ikiwa inanyesha vizuri, unaona unatembea kwenye mvua, basi Mungu anakuonesha unatembea kwenye baraka. 10, unaona mti au miti ya matunda yaliyoiva, au shamba limestawi sana mazao, au unaona unavuna mazao mengi, basi Mungu anaonesha ataachilia baraka na utukufu kwenye kile ulichokifanya au unachokifanya kwenye maisha yako. Ina maana kitaleta matunda, kama ni huduma, kama ni kazi. Sasa inategemea ni nini unafanya ambacho Mungu atakitukuza kwenye maisha yako. Lakini 11 ni ndoto unapokea msalaba au Biblia, basi Mungu anaonesha utatukuka, ataachilia neema na ataachilia baraka na kibali cha ukombozi. Lakini pia neno la Mungu, kumbuka li hai, lina nguvu na ndo uzima. Kwa hiyo Mungu anaachilia uzima kwenye maisha yako. 12 ni ndoto unahubiri, unaimba, unaponya watu, ni Mungu atakutukuza, atakutumia kama chombo chake. Kumbuka siku moja Petro alikuwa anavua samaki, basi baada ya hapo Yesu akamwambia, sasa kuanzia leo Petro hautovua samaki, utaanza kuwavua watu. Lakini pia kuimba ni kumtukuza Mungu ili utukuke, lakini pia kuhubiri ni kutangaza habari njema za ufalme ili uweze kutukuka. Maandiko yanasema atakayejitoa kwa ajili ya injili atapata mara 100 hapa kisha uzima wa milele. 13 na mwisho ni ndoto unashangaa umesafisha eneo limekuwa safi. Linaweza kuwa ni eneo la nyumbani kwenu, kijijini kwenu, au kwenye biashara yako au kazini kwako, au unashangaa unapanda mbegu na zimestawi, au unashangaa unavuna, au unashangaa unaona mazao mengi yamestawi, ni mahindi, ni maharage, basi Mungu ataachilia baraka kubwa na mafanikio makubwa kwenye maisha. Hizo ni baadhi ya ndoto. Kumbuka hapa duniani kuna mambo mengi sana na Mungu anajifunua kwa namna tofauti tofauti. Hizo ni baadhi tu, na yapo mambo mengi Mungu anaweza kuonesha kama anataka kutukuza. Kumbuka Mungu anazungumza namna tofauti tofauti kwa wanadamu. Na muda mwingine Mungu anaweza kusema na vitu ambavyo tuko navyo kwenye maisha ili tuweze kupata ujumbe sahihi na kirahisi. Nawapenda. God bless you. Be a shining star in Jesus' name. Shalom.